Karibu Juice African Story. Leo tupo kwenye matukio. Kama ni mara yako ya kwanza, unaweza kubonyeza neno subscribe kisha alama kengele. Pia usahau kulike na kucomment. Waliwauza wake zao mnadani, historia ya kutisha ya Uingereza. Fikiria dunia ambayo mwanamke hakuwa na haki ya talaka. Fikiria ndoa ambayo hangeweza kuondoka hata kama alikuwa anateswa. Na suluhisho pekee likawa kuuza mke wako mnadani mbele ya watu. Hii siyo hadithi ya kubuni, hii ni historia halisi ya Uingereza kabla ya mwaka 1900. Karne ya 18 na 19, Uingereza ilikuwa taifa kubwa lenye sheria kali sana za ndoa. Kwa mwanaume, alikuwa na mamlaka kamili juu ya mke wake. Mke alihesabiwa kama mali yake. Kwa mwanamke, hakukuwa na haki ya kuomba talaka. Hakuruhusiwa kumiliki mali. Akiondoka kwa mume bila ruhusa, alihesabiwa mkimbizi. Talaka ilikuwa ghali sana, ilitolewa na bunge, ilipatikana kwa matajiri pekee. Kwa maskini, hakukuwa na talaka kabisa. Chanzo cha desturi ya kuuza wake. Kutokana na mateso, umaskini na ndoa zisizo na furaha, jamii ya tabaka la chini ilibuni njia yao wenyewe. Njia hiyo iliitwa wife selling, kuuza mke. Haikuwa sheria ya serikali, ilikuwa desturi ya jamii. Uuzaji uliofanyika. Tukio lilifanyika sokoni mnadani, mbele ya umati wa watu. Mwanamke aliletwa akiwa amefungwa kamba shingoni au kiunoni kama mnyama anayeuzwa. Mume alitangaza, "Ninamuuza mke wangu kwa yeyote anayemtaka." Mwanaume walitoa zabuni, sarafu chache, chupa ya pombe, ng'ombe, wakati mwingine chochote tu. Je, wanawake walilazimishwa? Hapa ndipo historia inakuwa nzito zaidi. Wanawake wengi walikuwa tayari wanataka kuondoka. Walikuwa na mpenzi mwingine tayari. Uuzaji ulikuwa njia pekee ya uhuru. Lakini wengine walilazimishwa, wengine waliuzwa bila ridhaa. Hakukuwa na sheria ya kuwalinda. Kwa jamii, baada ya mauzo, ndoa ya zamani ilihesabiwa imekufa. Mwanamke alihamia kwa mnunuzi. Bei ya mwanamke. Bei haikuwa thamani yake kama binadamu, ilikuwa ishara tu ya makubaliano. Rekodi zinaonyesha wake waliuzwa kwa paundi 1, paundi 5, chupa ya bia, mbwa, hata sigara. Mwanamke aligeuzwa bidhaa. Serikali na polisi walifanya nini? Kisheria, kuuza mke ilikuwa haramu, lakini kwa vitendo polisi walifumbia macho, mahakama zilikaa kimya. Jamii ilikubali. Kwa nini? Kwa sababu talaka haikuwepo. Hii ilionekana kama suluhisho la matatizo ya ndoa. Mwisho wa desturi hii. Mwaka 1857 sheria mpya ilipitishwa, Matrimonial Causes Act. Sheria hii iliruhusu talaka mahakamani, ilipunguza desturi ya kuuza wake. Kufikia mwaka 1900, desturi hii ilikuwa karibu kufa. Jamii ilianza kuona ni ukatili na aibu. Historia ya kuuza wake Uingereza inatufundisha jambo moja kubwa: ukosefu wa haki za wanawake huzalisha ukatili unaokubalika na jamii. Leo tunapoongea juu ya haki za wanawake, tunakumbuka kuwa kulikuwa na wakati ambapo mwanamke aliuzwa sokoni kama mali. Tukio lingine. Hii ni historia ya Abia, mtoto wa miaka 14 aliyeuawa na vita. Historia ya kuhuzunisha ya Iraq. Katika vita, risasi hazichagui, lakini mara nyingi wanaumia zaidi ni watoto. Hii ni simulizi ya Abia Qasim Hamza Al-Janabi, msichana wa Iraq mwenye umri wa miaka 14 ambaye maisha yake yalikatizwa kwa ukatili usio na kifani. Iraq wakati wa vita. Mwaka wa 2006, Iraq ilikuwa katika machafuko makubwa. Mashambulizi yalitokea kila siku, raia wakiishi kwa hofu. Katika kijiji cha Al-Mahmudia karibu na Baghdad, familia nyingi ziliishi maisha ya kawaida, lakini chini ya kivuli cha vita. Maisha ya Abia.
Abia alikuwa msichana wa kawaida, aliishi na wazazi wake na mdogo wake. Alikuwa na ndoto kama watoto wengine. Hakukuwa na chochote kilichoonyesha kwamba siku moja jina lake litatikisa dunia. Siku iliyobadilisha kila kitu. Mnamo Machi mwaka 2006, tukio baya lilitokea. Kundi la wanajeshi wa Marekani waliingia nyumbani kwa familia ya Abia. Wazazi wake na mdogo wake waliuawa. Abia alifanyiwa kitendo cha kikatili cha kingono. Baadaye aliuawa ili kuficha uhalifu. Nyumba ilichomwa moto ili ionekane kama tukio la kawaida la vita. Maelezo zaidi hayataji kwa heshima ya mhanga. Ukweli uliofichuliwa. Mwanzoni, tukio lilielezwa kama shambulio la waasi, ukweli ulifunikwa, lakini baadaye mwanajeshi mmoja alikiri, uchunguzi wa kijeshi ukaanzishwa, ukweli ukaanza kujulikana. Dunia ilishtuka kusikia kwamba waliopaswa kulinda raia ndio waliotekeleza uhalifu huo. Haki iliyotafutwa. Baada ya uchunguzi, wanajeshi waliohusika walikamatwa. Kiongozi wa tukio alihukumiwa kifungo cha maisha jela. Wengine walipata vifungo virefu. Kesi hii ilitambuliwa kimataifa kama uhalifu wa kivita, war crime. Athari kwa dunia. Kifo cha Abia kilizua hasira duniani, kilionyesha madhara ya vita kwa raia, kilifungua mjadala juu ya uwajibikaji wa wanajeshi, ulinzi wa watoto vitani, haki za binadamu. Abia akawa sauti ya watoto wengi wasio na hatia, kumbukumbu ya gharama halisi ya vita. Hitimisho. Abia hakuwa askari, hakuwa mpiganaji, alikuwa mtoto. Historia yake inatukumbusha vita haviui miili tu, bali pia ndoto, familia na mustakabali. Kumlilia Abia ni kuwakumbuka watoto wote wanaopoteza maisha yao bila kosa. Jina langu mimi naitwa Juice Danger. Unaweza kunifollow pia Instagram, natumia Juice Danger TZ. Pia usahau kulike, kusubscribe na kucomment. Kwani Juice African Story. Like now, bye bye.